Mtu mmoja alisema ya kwamba eti usimpangie mtu jinsi ya kulitumia jina la Yesu. Usiingilie uhuru wa mtu kwenye kulitaja jina la Yesu. Ndugu zangu, ngoja niwaambie kwamba mhubiri yeyote anayesimama katika kweli ya Mungu ana nguvu, anayo mamlaka ya kuingilia uhuru wa mwanadamu yeyote endapo atakengeuka, atakwenda kinyume na Mungu na kulitumia jina la Yesu kama kificho cha kujificha katika huo ubaya anaofanya. Kwa hiyo mhubiri anayo haki ya kuingilia kati, ya kuyakemea mabaya yote yanayotendeka endapo huyu mtu ataendelea kulishikilia jina la Yesu na kulitaja ovyo. Mhubiri anayo kazi hiyo, kuonya kila mtu atakayekengeuka. Tunamuona Yohana Mbatizaji alimwendea mfalme Herode kwa ubaya aliyokuwa ameutenda, kwa uchafu aliyokuwa ameutenda. Alimnyang'anya mke wa ndugu yake bila makosa. Hafu yeye ni mfalme, lakini mhubiri wa kweli alisimama kuingilia uhuru ambao alikuwa nao Herode wa kujifanyia kama alivyokuwa anataka katika ule utawala wake. Lakini tunamwona Yesu pia anasema kwamba hakuna aliye mkuu katika uzao wa mwanamke kama Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alisimama kama mhubiri wa kweli. Mhubiri wa sasa inampasa asimame akiingilia uhuru wa mtu yeyote bila kujalisha cheo wala sura alionayo. Endapo yule mtu ataingia ama atakengeuka kwa namna yoyote, iwe ni tawala, iwe ni mamlaka ya aina yoyote, mhubiri wa kweli anayo haki, ana kazi ya kunyoosha mapito ya Bwana. Anayo kazi ya kutoa maonyo yanayotoka kwa Bwana, kuambia watu kwamba hili jambo ni sawa, hili jambo si sawa. Ni kazi ya mhubiri. Sasa wewe unayesema kwamba usiingilie uhuru wa mtu kulitaja jina la Yesu, unajipoteza. Wewe ni tapeli, kwa sababu Yesu wa kweli aliingilia uhuru hata wa kina Herode. Aliingilia uhuru wa wale watu ambao walikuwa wanafanya biashara katika sinagogi. Akasema nyumba ya Baba haitakuwa ni nyumba ya biashara, ni nyumba ya sala tu. Mhubiri ana kazi ya kukemea manabii wa uongo ambao wanatafuta kula pesa, wanatafuta kula visadaka na vimafungu ya 10 kutoka kwa watu, wanawapiga tu pesa, hawawaambii ukweli. Mhubiri ana kazi hiyo, ana kazi ya kukemea ubaya wowote, ana kazi ya kukemea wale wanaolitaja jina la Yesu huku wakiwa wana vitabia vichafu. Kwa mfano, mwanamke anaivaa kisuruali, mhubiri ana kazi ya kumpinga, ya kumkemea kwamba hupaswi kutaja jina la Yesu ukiwa na tabia kama hizo. Mtu anayenywa denge, anapiga midenge, halafu analitaja jina la Yesu, Mungu anaabudu. Mhubiri wa kweli ana kazi ya kumnyosha huyu mtu, ana kazi ya kumwambia ya kwamba wewe unapotea, unalitaja jina la Mungu bure. Mitume waliotutangulia walifungwa, walipigwa, walicharazwa kwa sababu ya kulitetea jina la Yesu. Wahubiri wa sasa inatupasa tusimame imara kulitetea jina la Yesu lisitajwe hovyo hovyo na mtu wa aina yoyote. Unaona kijitu ambacho kimezoea umalaya, kina vitabia vya ajabu ajabu, kimwanaume kinasuka milasta. Sasa mhubiri unakiacha kijitu kama hichi kinalitaja jina la Yesu au kinaimba vinyimbo ambavyo vinahusisha Mungu sijui na nini. Wewe mhubiri wa kweli inatakiwa asimame kuyapinga na kuyakataa machafu kama haya. Dunia sasa imepotea. Mhubiri ana kazi ya kuyakemea haya. Ukinyamaza wewe ni tapeli. Ama kama wewe ni mchungaji, mwinjilisti, nani, unapoyaacha machafu kama haya yanatendeka, wewe ni mnafiki. Injili yako ni ya kinafiki. Injili ya kweli inanyoka bila kujalisha sura ama cheo cha mtu.
uhuru wa mtu unaingiliwa kwa mamlaka moja inayoitwa Mungu. Kwa maneno ya Mungu yaliyo katika Biblia yataingilia uhuru wa mwanadamu yeyote endapo atakengeuka, pasipo kujalisha sura alionayo au cheo ama umaarufu alionao. Ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema, tengeneza njia ya Bwana, nyosha mapito yake. Bwana anakuja na malipo kwa kila mwanadamu, kwa kila atendalo litapata ujira wake. Amen.